Taarifa ya dharura kutoka kwa Rais Samia Suluhu imeshtua taifa. Hujambo na karibu, na kumbuka kusubscribe. Mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa ujumbe mzito kwa Watanzania wote, akiwahakikishia kuwa siku ya uchaguzi mkuu itakuwa salama na haitaathiriwa na tishio lolote la kiusalama. Kauli imetolewa hapo jana tarehe 28 wakati akizungumza na wananchi wa Msata mkoani Pwani, ikiwa ni sehemu ya msafara wake wa kampeni kuelekea mkoani Tanga. Samia amesisitiza kuwa serikali imeweka mikakati madhubuti kuhakikisha kila Mtanzania anashiriki zoezi la kidemokrasia bila hofu. Ameweka bayana kwa matishio yote ya kiusalama yameshughulikiwa kwa umakini na kwamba hakuna mtu atakayefanikiwa kuwatisha wananchi au kuvuruga mchakato wa uchaguzi. Kauli yake imechukuliwa kama ishara ya kuimarisha imani ya umma kuelekea siku ya kupiga kura. Aidha, ametoa onyo kali kwa wale wanaotaja kuwa hawana ujasiri wa kushiriki mashindano ya kisiasa kwa njia ya kistaarabu, akiwataka wasitubudhu kuvuruga uchaguzi au kuwahujumu wapiga kura. Ameweka msimamo thabiti kwamba serikali haitavumilia vitendo vya hujuma, vurugu na vitisho ambavyo vinaweza kuathiri mshikamano wa kitaifa. Wananchi wa Msata wamepokea ujumbe wake kwa shangwe, wakionyesha kuwa kauli hiyo imeongeza utulivu na imani kwamba uchaguzi wa Oktoba tarehe 29 mwaka huu utakuwa huru na salama. Wengi wameeleza kuwa uhakikisho wa Daktari Samia umewatia moyo kujitokeza kwa wingi kushiriki uchaguzi huo, na ni jambo ambalo wachambuzi wanasema linaongeza hamasa ya kisiasa na uaminifu wa vyombo vya usalama. Wachambuzi wa siasa wanaona hatua hii kama sehemu ya mkakati wa kampeni wa kuhakikisha wengi wa wapiga kura, huku pia ikituma ujumbe kwamba wapinzani kwamba serikali iko tayari kulinda demokrasia kwa vitendo. Kauli hii pia imetafsiriwa kama onyo kwa makundi yoyote yenye nia ya kuzuia wananchi kutumia haki yao ya kikatiba kushiriki uchaguzi. Kwa jumla, Daktari Samia ameweka wazi kwa uchaguzi wa mwaka huu unapaswa kuwa mfano wa mshikamano na amani. Ameimarisha taswira ya serikali kama msimamizi wa utulivu wa kitaifa, huku akisisitiza kwamba hakuna sababu ya wananchi kubaki majumbani kwa hofu yoyote. Hii ni Kenyascope na tunakujuza siasa na matukio yanayounda historia ya Afrika Mashariki. Endelea kufuatilia taarifa zetu kwa uchambuzi wa kina na takwimu kamili za uchaguzi.